Angalia katika levu ya ushetani, mtu anaweza kumchukia mtu kwa sababu tu ya kuwa na watoto, ama akawa na watoto wakawa na mafanikio. Ilo peke yake unaweza ukaona uwezo mdogo wa mtu huyu anayekuwa amebeba haya maradhi. Anaweza kumchukia tu kwa sababu mtu huyu amekuwa na elimu kuliko mwingine. Ilo peke yake unaweza kuona wazi. Anaweza kumchukia mtu kwa sababu Allah amempa mali kuliko yeye. Na mbaya zaidi sio tu kwamba anachukia, bali anatamani na neema hizo ziondoke katika miliki yako, hata kama zikuja kwake, lakini bora nyote mkose. Haya ni maradhi mabaya kabisa, na yana athari mbaya katika maisha haya ya dunia, lakini pia katika maisha ya akhira. Na tuliona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa ikikataza suala la hasad. Moja ya sababu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizieleza ni kwamba kumhusudu mtu, kuwa na moyo wa hasad, kuwa na roho mbaya ya hasad, inapelekea mtu kuliwa amali zake njema. Yani ibada zote unafanya, muda wa kuwa haujatibika na maradhi ya hasad katika moyo wako, ibada zote zile zinakuwa habaa manthura, zinaliwa kama unavyoona kuni zinatafunwa na moto. Unaweza kuona ni kwa kiasi gani maradhi ya hasad yanavyoweza kumfilisi mtu katika amali yake, akafika kwa Mwenyezi Mungu hana kitu. Ndo Allah akasema, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siku hiyo ya kiyama watu watafika, hawatofaliwa na chochote katika walivyomiliki isipokuwa yule atakayefika akiwa na moyo salama. Moyo salama ni kusalimika na haya maradhi, ni kupambana na haya magonjwa ya moyo yanayoharibu utu na ubinadamu, ikapandikiza fikra za kishetani. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie miongoni mwa wale ambao watafika wakiwa na moyo salama. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasad ama wivu ambao haufiki katika level ya kishetani umeruhusiwa kwa mambo mawili ama matatu. Mtu wa kwanza ambaye anaruhusiwa kumuonea hasad ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa mali. Allah amempa mali, akawa dhuu mali, ni mtu ana mali. Kwenye jamii kila mtu akitazama asema fulani anayo mali, katika kiwango cha kila mtu alivyojaliwa. Lakini ile mali akaisalitisha, akaitoa kwa ajili ya kufanya maendeleo ya dini, kwa ajili ya kusimamia haki katika jamii. Amepata mali, lakini mali ile ina matumizi mazuri, haifanyi israfu, haifanyi ubadhirifu, haichochei kufanya mabaya, haitumiki kwenda kuizuia haki, bali inatumika kwa ajili ya kusimamishia haki. Jambo lolote ambalo linatokea linahitaji matumizi ya pesa, linahitaji matumizi ya mali kwa ajili ya Allah, hilo jambo halikwami na yeye akiwepo. Huyu mtu lazima umuonee wivu. Na kumuonea wivu sio katika kile kiwango cha hasad ya kumpeleka mtu motoni. Wivu unaoruhusiwa hapa ni kutamani na wewe ungekuwa umejaliwa kuwa nazo, ukamuiga kama anavyofanya. Kiasi unaweza ukamwomba hata Allah akujalie, lakini pia akuwezeshe kufanya. Huu ni wivu mzuri. Allah amempa mtu mali, lakini unamuonea ghera namna anavyoitumia katika maandalizi ya akhira yake. Unatamani hata wewe pia ungejaliwa kama yeye, pengine ungeweza kufanya kama yeye. Hata kama uhalisia unaweza kutofautiana, lakini ile hamu na shauku kwamba na mimi ningejaliwa ningeweza kufanya kama fulani, hiyo inakubalika katika dini. Na wakati huo hauendi katika level ya ziada kwamba imuondokee ile mali, wala hauchukii, bali unafurahia kila wakati kadri anavyokuwa anatoa katika njia za Allah, nafsi yako inatumainika na inafurahi. Huyu ni wa kwanza.
tunamuonea wivu, lakini katika wivu ambao hautufikishi kwenye kutamani na kuchukia kile ambacho amejaliwa. Mtu ambaye amepewa, ukisoma katika historia wasome kina Uthman bin Affan, watu wanakwenda katika vita. Chukulia mfano wa Khandaq na wa vita ya Tabuk. Uthman bin Affan atoa dinari amkabidhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ametoa ngamia karibu 100. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua. Uthman bin Affan akatoa ngamia 100 wengine, akaombewa dua, akatoa ngamia 100 wengine, kisha akatoa dirham 1000. Alafu juu ya hilo hatoi tu alafu watu waende, akimaliza na yeye mwenyewe anaunga kwa ajili ya kwenda vitani. Na hapa ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuonesha kiwango alichotekeleza Uthman bin Affan. Hakuna kosa ambalo anaweza kulifanya likaja likadhuru amali hizi ambazo ametoa. Wakati huo anafanya vile, wako watu walikuwa wamekaa pembeni, wanaona kama vile anafanya ria, na Mwenyezi Mungu akaweka wazi wala haikuwa kwa ria. Kama ambavyo pia walikuwa watu ambao walikuwa na uwezo kidogo, lakini bado walijikusanya wakafanya. Hawa watu ambao wana nyoyo za unafiki katika nafsi zao wanakasirika. Walikasirika kwa Uthman bin Affan na masahaba wengine wakifanya vile, na baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha Qur'an akaweka wazi. Watu wa aina hii tutakuwa tuwaonee ghera, tuwaonee wivu, lakini wivu wa kiimani, wa kutamani na mimi niwe kama yeye. Lakini mtu wa pili ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ilmu, akampa ilmu yenye manufaa na akawa ananufaisha watu kwayo, lakini pia akaitumia katika mazingira ya hekima. Yani akawa anarekebisha majambo, anaweka mambo sawa kupitia katika elimu ile, anawafahamisha watu katika mambo ya mtu mmoja mmoja, lakini pia anatumia elimu ile si kwa kuleta mitafaruku katika jamii, bali kwa kuunganisha umma. Huyu naye anahitaji kuonewa wivu, na elimu hii pia anaitumia katika haki. Kama Allah amempa mtu Qur'ani, alafu anaitumia elimu ile kuwafundisha watu, lakini pia anaitumia katika ibada za kawaida kama vile qiyamul laili, anaitumia katika kusimamia nyakati za usiku akitafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu lazima umuonee wivu, na wivu wenyewe pia ni ule wa kiimani, kwamba na mimi ningekuwa na elimu kama fulani, basi na mimi ningeweza kufanya 1, 2, 3. Hawa watu wa aina mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaruhusu umma wa wahusudu, lakini hasad ya kiimani na sio hasad ya kishetani. Tunamtibu vipi mtu ambaye amekwisha pata hasad na yeye mwenyewe anajigundua kwa kweli mimi nina shida? Bahati nzuri hivi ni vitu ambavyo mtu akijipima anajipima mwenyewe. Ukiwa bakhili unajijua, ukiwa mchoyo unajijua, ukiwa mbinafsi unajijua, ukiwa hasidi unajijua. Allah amejalia mwanadamu kujijua. Kuna mtu kufanya wala hajadhamiria, lakini akiambiwa kipima sifa anaona kama anaingia. Huyu mtu anahitaji kujitibu kabla hajafikiwa na wakati ambao la yanfa'u malu wala banun, hatofaliwa na chochote katika mali yake, katika nasaba yake, katika chochote, illa man atallaha biqalbin salim, kujiandaa kwenda kwa Allah akiwa na moyo salama. Tunafanyaje mtu anagundua kwamba haya yanayoelezwa mimi ninayo shida? Yani mimi nikiona mtu amefuata maendeleo sehemu fulani, iwe ni kwenye elimu, iwe ni kwenye watoto, iwe ni kwenye mali, iwe ni kwenye nini, mimi nafsi yangu inaumia. Huyu mtu anajijua, anahitaji kutoka hapo. Anafanyaje? Baadhi ya mambo ambayo tunaweza kufanya na kwa kuzingatia muda, moja ni kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuridhika na maamuzi ya Allah.
kuimarisha yakini yake katika kumtegemea Mwenyezi Mungu, lakini pia kuridhika na maamuzi ya Allah. Unapomhusudu mtu kwenye mafanikio na maendeleo yake aliyoyapata, yawe ya dunia yawe ya akhera, wewe ni sawa nafsi yako hairidhiki na maamuzi ya Mungu, kumpa huyu kile na mwingine akampa kingine na mwingine akampa kingine kwa utofauti. Na jicho lako linapoangalia linaangalia kama vile yule amependelewa na Mwenyezi Mungu, manaka anaingizwa katika dosari ya kutokuwa mwadilifu. Hii ni dosari kubwa na mbaya kabisa, na ndio maana utaona hasad ina hukumu mbaya kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuimarisha swala la utegemezi kwa Allah na kuridhika na makadiri, na kama tulivyosema, kama kuna kitu umekitamani basi rudi kwa Allah. Wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabn was'alu Allah min fadlihi. Ukimtegemea Allah, hata kama utakutana na jambo ambalo unahisi unalitamani, basi utarudi kwa yule ambaye anagawa, badala ya kumchukia yule asiyekuwa na hatia. Lakini namba 2, ni kumwombea dua njema yule aliyefanikiwa. Hapa unahitaji kulea nafsi, wala sio jambo jepesi. Tena ikibidi katika namna ya siri. Umeona jambo limekufurahisha katika maendeleo au mafanikio, yawe ni ya mtu binafsi au ni katika mjumuiko wa watu, katika nafsi yako sema neno masha Allah. Muombee dua njema ya mafanikio na umuombee baraka katika kitu ambacho amepata. Hii itakuwa ni dalili tosha kabisa kujisalimisha kwa Allah kwamba wewe umeondokana na ubinafsi na unafurahia maendeleo ya watu wengine. Kwa utakaso huu wa nafsi, Allah subhanahu wa ta'ala atakutilia taufiki, hata pale atakapokuruzuku atakuwa ana hakika kabisa kwamba wewe huwezi kufanya mambo ya ajabu kwa sababu ya kutafuta namna ya kupata neema za wengine au kuwadhuru. Kumwombea dua, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema dua inakuwa ni kizuizi. Kumwombea mtu dua inakuwa ni kizuizi cha shari ya hasad. Kama mtu ambaye nimemhusudu lakini nikarudi haraka sana nikamwombea dua kwa Mwenyezi Mungu ambarikie katika kila alichokipata, ile madhara ya hasad hayamuendei tena kwa sababu ya hii dua ambayo nimeiomba. Kwa hiyo moja ya njia ya kulea nafsi kuondokana na hasad ni pamoja na kuilazimisha nafsi kumwombea dua njema yenye baraka katika yale mafanikio ya mtu ambaye ameyapata. Na si jambo jepesi kama mtu hajailea nafsi yake, wala sio jambo jepesi. Utaona ni jambo la kiimani kufika level ukasema namuombea mtu, tena wakati mwingine sio kwa kumuona. Unaweza ukawa unamuona ukasema maneno lakini kwenye nafsi kumefungwa. Lakini katika nafsi yako ukamuona mtu ana uwezo fulani, amefanya 1 2 3, unasema masha Allah tabarakallah. Hivi ndivyo alivyotaka Mwenyezi Mungu, na Allah ndivyo alivyoleta baraka yake. Ukamwombea baraka ile muhusika, ile inasaidia nafsi yako, huku unatibika taratibu mpaka unakwenda unakuwa ni mtu ambaye unakubali maendeleo na mafanikio ya watu. Namba 3, fikiri na ushukuru. Fikiri na ushukuru neema ulizoneemeshwa badala ya kutazama zile ulizozikosa. Fakir washkur. Fikiri na ushukuru juu ya neema ulizoneemeshwa badala ya kutazama ulizozikosa. Ndugu zangu katika imani, katika makadiri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyojalia katika ugawaji, kila mtu kuna neema amempa, ambaye akijikagua vizuri wako watu waliokosa neema hiyo lakini wakapewa neema nyingine. Mara nyingi mwanadamu anayetazama yale waliopewa wengine
ni rahisi sana kusahau na akakosa kushukuru kwa neema alizopewa yeye. Lakini akijikagua vizuri, ni rahisi sana kugundua kwamba anawazidi watu maelfu katika neema alizonazo, wao hawakujaliwa. Mtu mmoja ameandika katika kitabu cha Fakir washkur la tahzan, don't be sad, usihuzunike, fikiri na ushukuru wala usihuzunike. Akasema, imagine unatembea, umesimama barabarani, unaomba watu wakuchangie kwa ajili ya kuvaa viatu, na unamuona kama vile Mwenyezi Mungu amekuonea kwa kunyima hata pesa ya kuvaa viatu. Haupiti muda mrefu unamuona mtu anapita hana unyayo wa kuvalia kiatu. Unaonaje? Wakati unaona Mwenyezi Mungu amekunyima pesa za kununulia viatu, kuna mtu anapita hana unyayo wa kuvalia kiatu. Ukimfikiria tu yule, inatosha kabisa kulinganisha, ukasema kumbe mimi bado nina neema kubwa sana kuliko fulani. Hii itakusaidia kubaki katika shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuomba dua, katika nguvu ya dua ni pamoja na kuleta mabadiliko ya kitabia. Ndugu zangu ni katika imani, la haula lana wala quwwa illa billah. Hakuna mwenye nguvu ya kiimani ya kuyazuia maovu yasimfike asiyatende, wala mwenye nguvu ya kiimani ya kutenda wema ila kwa idhini ya Allah. Kwa hiyo ni lazima pia mtu asifike pala akajiaminisha. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuepushe na roho mbaya, roho za hasad. Kumuomba Allah anawirishe nyoyo zetu. Allahumma tayyir qulubana min alhasad. Kumuomba Allah, tunakuomba utakase nafsi zetu kutokana na hasad. Ni moja ya njia na imara kabisa katika kurekebisha majambo. Laula du'aukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ndiye anayesema niombeni mimi nitakujibuni, na watakaofanya kibri katika kuniomba na kuniabudu wataingizwa katika moto wa jahannam. Kwa hiyo uwezo wetu sisi ni mdogo kama hatuna ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika njia ya kusalimika na haya maradhi mabaya ya nyoyo, wakati tukifanya jitihada za makusudi kama mtu binafsi, ni lazima pia tuelekeze maombi yetu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wafaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Ndugu zangu katika imani, na kuhusiana pamoja na kuhusiana nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kwa kulingana na muda wa hutuba, labda tumalizie tu kwa kusema jambo la mwisho ambalo ni muhimu kulifanya, si mwisho katika listi bali mwisho kwa mujibu wa maandalizi ya hutuba. Kufanya istighfar na tauba ni katika mambo pia anaweza kuyafanya huyu mtu katika kujitibu. Mtu mwenye maradhi ya hasad alete istighfar kila anapogundua kwamba mimi nimemhusudu fulani, haraka sana alete istighfar, lakini pia kuleta tauba. Hii itakusaidia kila unapotaka, unapata hisia za kumchukia mtu, unapata hisia za kumhusudu mtu, unapata hisia za kutamani neema zake zimuondokee. Ukifikiri hivyo, ukileta istighfar, utakuwa unaogopa pia kuharibu tauba unazozifanya. Inakupeleka taratibu baadaye unafika pala unatengamaa, unakuwa na moyo salama, unafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama kuna mapungufu kidogo, lakini jitihada za makusudi angalau katika grade kubwa naonesha kwamba ulifanya jitihada za kusafisha nyoyo. Ndugu zangu katika imani, hizi nyoyo zinabaki zikiwa na haya maradhi kama hakuna jitihada za makusudi za kuzilea hizi nafsi. Tupende maendeleo ya watu, tufurahie mafanikio ya watu, na tuwaombee dua kwa Mwenyezi Mungu awatilie baraka, atusafishe Allah nyoyo zetu, tufike kwake tukiwa salama. Ndugu zangu katika imani, kulikuwa na eneo la pili ambalo nataka nieleze kidogo kwa upande
wale ambao sasa wanahusudiwa, wao wanaweza kufanya nini ili kuepukana na shari hizi za hasidi pale anapohusudu. Kulingana na wakati, naomba tugotea hapo. Biidhnillahi karim tutamalizia kipengele kilichobaki katika hotuba yetu ijayo.